Tanzania imechemka baada ya onyo kali kutolewa na Chalamila kuhusiana na maandamano ambayo yameratibiwa kutokea tarehe 29 Oktoba. Ujambo na karibu. Leo tarehe 15 Oktoba, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa onyo kali kwa wale wanaodaiwa kupanga maandamano siku ya uchaguzi mkuu wa Tanzania unaotarajiwa kufanyika Oktoba tarehe 29. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa barabara ya Kongowe hadi Mbagala, Chalamila alisisitiza kuwa jiji hilo liko katika hali ya utulivu na kwamba serikali haitaruhusu vurugu wala uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi. Kauli hii imekuja kufuatia taarifa zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwepo kwa mipango ya maandamano, vitendo vya uchochezi na hata vitisho vya kuchoma vituo vya mafuta katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Chalamila alieleza kuwa serikali imepata taarifa za maandalizi hayo na vilevile imejipanga kikamilifu kuhakikisha kuwa amani itadumu bila kuyumbishwa kwa makundi yenye nia ya kuvuruga utulivu. Kupitia hotuba yake iliyosambaa kwa kasi mitandaoni, Chalamila alisisitiza kuwa hakuna nafasi ya fujo au maandamano yatakayoruhusiwa jijini Dar es Salaam, akiongeza kuwa vyombo vya ulinzi na usalama viko macho kuhakikisha kila mwananchi anatekeleza haki yake ya kupiga kura kwa amani. Kauli hii imeibua maoni tofauti kutoka kwa wananchi, wengine wakiunga mkono msimamo huo kama njia ya kulinda amani, huku baadhi wakitaka serikali isimamie pia uhuru wa wananchi kueleza hisia zao bila vitisho. Dar es Salaam imeendelea kuwa kitovu cha shughuli za kisiasa na kiuchumi nchini Tanzania, hivyo usalama wa jiji hilo wakati wa uchaguzi unachukuliwa kwa uzito mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari, mamlaka za usalama zimeimarisha doria katika maeneo ya mikusanyiko mikubwa kama masoko, vituo vya mabasi na vilevile maeneo ya mikutano ya kisiasa ili kuhakikisha hakuna machafuko yatakayojitokeza kabla, wakati au baada ya ukaguzi. Wachambuzi wa siasa wanasema kauli ya Chalamila ni sehemu ya juhudi za serikali kupunguza hofu miongoni mwa wananchi, hasa baada ya ongezeko la taarifa ya upotoshaji mtandaoni. Hata hivyo, kauli hiyo imeibua mijadala mipana kuhusu namna viongozi wanavyopaswa kusawazisha suala la kulinda amani na kuheshimu haki za kidemokrasia. Hii si mara ya kwanza kwa RC Chalamila kutoa kauli kali dhidi ya maandamano. Ametambulika kwa msimamo wake wa kutetea utulivu wa amani, akisisitiza mara kadhaa kwamba Tanzania inapaswa kubaki salama hata kama nyakati za kisiasa zenye joto. Kauli zake zimekuwa zikitafsiriwa na wengi kama ujumbe wa onyo kwa wale wanaotaka kutumia ukaguzi ama uchaguzi kama fursa ya kuchochea vurugu. Na kadri siku za kuelekea uchaguzi mkuu zinavyosonga, kauli kama hizi kutoka kwa viongozi wa serikali zinatarajiwa kuongeza, lengo likiwa kuhamasisha utulivu wa kitaifa. Wakati huo huo, wananchi wanahimiza kuendeleza kwa shughuli zao za kila siku kwa amani, huku serikali ikiahidi kuhamasisha ama kuhakikisha kuwa haki ya kupiga kura inalindwa bila vitisho wala vurugu. Kwa sasa hali ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuwa shwari na maandalizi ya uchaguzi yakiendelea kwa kasi. Vyombo vya usalama vimeahidi kuendelea kusimamia sheria ili kuhakikisha kuwa uchaguzi wa mwaka huu unafanyika katika mazingira utulivu na heshima kwa misingi ya kidemokrasia. Kwa habari zaidi kuhusu siasa, uchaguzi na matukio makubwa barani Afrika, endelea kufuatilia Kenyascope channel na kupata taarifa kamili kwa usahihi na bila upotoshaji. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuendelea kupata taarifa makini kila siku.